Hujambo mtazamaji kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki. Tunakuandalia hii leo. Rais Xi atembelea benki ya maendeleo ya BRICS nchini China. Ziara ya Rais Ruto nchini China kuimarisha zaidi ushirikiano kati ya pande mbili, asema balozi wa China nchini Kenya. China yaongoza uzalishaji na matumizi ya hidrojeni duniani kwa mwaka 2024. Karibu. Jina langu ni Khamis Darwish. Rais wa China Xi Jinping alifanya ziara katika benki ya maendeleo ya BRICS jijini Shanghai Jumanne, ambapo alikutana na rais wa benki hiyo Dilma Rousseff. Rousseff pamoja na makamu wake wanne na wafanyakazi wa benki walimpokea Rais Xi kwa heshima kubwa. Jacob Mogoa anaripoti zaidi. Rais Xi alimtakia Rousseff heri kwa kuchaguliwa tena kuongoza benki hiyo na kuisifu kuwa ni taasisi ya kwanza ya kifedha ya kimataifa iliyoanzishwa na kuongozwa na nchi zinazoendelea. Xi alisema NDB ni alama ya mshikamano na kujitegemea kwa nchi za kusini mwa dunia, yani Global South, na kwamba benki hiyo inalingana na mwelekeo wa kihistoria wa mabadiliko ya utawala wa kifedha duniani. Amebainisha kuwa benki hiyo imekuwa kwa kasi na kuwa nguvu mpya katika mfumo wa fedha wa kimataifa, ikiwa mfano wa ushirikiano wa kweli miongoni mwa nchi za kusini. Rais Xi alisisitiza kuwa ushirikiano wa BRICS umeingia katika awamu ya maendeleo ya hali ya juu na kwamba NDB inapaswa kuzingatia mahitaji ya maendeleo ya nchi za kusini kwa kutoa mikopo nafuu ya kudumu na yenye ubora mkubwa kwa miradi ya miundombinu. Alihimiza benki hiyo kuboresha usimamizi, kuwekeza kwenye teknolojia na kufadhili miradi ya fedha za kijani, kusaidia nchi zinazoendelea kupunguza pengo la kidijitali na kuharakisha mabadiliko ya kijani na ya chini ya kaboni. Xi alisema katika majadiliano ya mageuzi ya mfumo wa fedha wa kimataifa, NDB inapaswa kuendeleza sauti ya nchi za kusini, kulinda haki zao halali na kuzisaidia katika safari yao ya kuelekea kisasa. Aliahidi kuwa China itaendelea kuiunga mkono benki hiyo kama mwenyeji wake na iko tayari kushirikiana katika miradi ya maendeleo ya kijani, uvumbuzi na endelevu, huku ikitoa uzoefu wake kwa wanachama wengine. Xi pia alisema nchi za kusini kwa pamoja zimekuwa nguvu muhimu ya kulinda amani ya dunia, kukuza maendeleo ya pamoja na kuboresha utawala wa kimataifa. Licha ya mabadiliko ya hali ya dunia, Xi alisema China itasimama imara kutetea maslahi yake halali na yale ya kijamii ya kimataifa kwa ujumla. Kwa upande wake, Rousseff alishukuru China kwa msaada wake wa kudumu kwa NDB na kusisitiza kuwa China ni mtetezi mkuu wa maslahi ya nchi za kusini, anayeunga mkono ushirikiano wa kimataifa na anayejitahidi kujenga jamii yenye hatima ya pamoja kwa wanadamu wote. Alionya kuhusu vitisho vya ulinzi wa kiuchumi na upendeleo wa upande mmoja vinavyodhoofisha sheria za kimataifa na kuathiri mnyororo wa usambazaji wa bidhaa duniani, na kuahidi kuwa benki hiyo itaendelea kusimama na nchi zinazoendelea na kuendeleza ushirikiano wa pande nyingi. Balozi wa China nchini Kenya Guo Haiyan amepongeza ziara ya Rais wa Kenya William Ruto hivi majuzi nchini China, akisisitiza kuwa ziara hiyo itaimarisha zaidi uhusiano wa pande zote mbili. Balozi Guo aliyesema hayo wakati wa mkutano na waandishi wa habari kwenye ubalozi wa China mjini Nairobi. Simi Wanjala alihudhuria hafla hiyo na kutuandalia ripoti ifuatayo. Akizungumza mjini Nairobi, balozi wa China nchini Kenya Bi Guo Haiyan amesema China na Kenya zilisaini mikataba 20 ya ushirikiano inayohusu nyanja za sayansi na teknolojia, elimu ya ufundi, biashara ya mtandaoni, rasilimali za maji, mifumo ya usafiri wa kisasa na maendeleo ya reli. Ametaja uhusiano wa pande zote mbili kuwa muhimu katika mustakabali wa dunia. China-Kenya cooperation will promote modernization in both countries and benefit the two peoples. In the meeting, President Xi Jinping noted that no matter how the international landscape may evolve, China's principle of sincerity, real results, amity, and good faith toward Africa will not change. The original aspiration of China and Africa supporting each other in trying times will not change.
the fundamental purpose of China-Africa win-win cooperation and common development will not change. China is a country that delivers on its promises. Kwenye ziara ya Rais Ruto iliyofanyika kati ya Aprili 22 hadi 25, makubaliano yalifikiwa kuhusu ujenzi wa barabara za vijijini, mfumo wa usafiri wa kisasa wa Nairobi, mradi wa usambazaji maji wa Bosto Dam na upanuzi wa reli ya kisasa ya SGR hadi katika jimbo la Kisumu na Malaba mtawalia. Aidha, mazungumzo hayo yalijumuisha kuanzishwa kwa hifadhi ya viwanda vya dawa, makubaliano ya biashara ya upendeleo PTA na makubaliano ya ulinzi wa uwekezaji IPA. Balozi Guo anasema sehemu hizo ni muhimu katika kujenga uchumi wa sio tu Kenya bali Afrika kwa ujumla. During the visit, the two sides signed the cooperation plan on jointly promoting the Belt and Road Initiative, aiming to strengthen practical cooperation in infrastructure, trade and investment, digital economy, finance, education and talent development, culture and tourism, and people-to-people exchanges, and to make their high-quality Belt and Road cooperation high-standard, people-centered, and sustainable, so that it delivers prosperity to both. Halikadhalika, mipango iliwekwa ya kukuza elimu ya lugha ya Kichina na kuanzisha kituo cha utamaduni wa China nchini Kenya ili kuimarisha uelewa wa pamoja. Nchi zote mbili ziliahidi kutekeleza kwa pamoja mpango wa maendeleo wa kimataifa, mpango wa usalama wa kimataifa na mpango wa ustaarabu wa kimataifa kwa lengo la kukuza maendeleo endelevu, usalama na mabadilishano ya kitamaduni duniani. Ziara ya Rais Ruto inaashiria mwelekeo mpya wa Kenya katika kuimarisha uhusiano na China, hususan katika nyanja za miundombinu, biashara na maendeleo ya kijamii. Timu ya China ya uchunguzi wa Antarctica inafanya kazi katika kituo cha Kunlun kilicho kwenye eneo la juu zaidi la barafu barani humo. Ili kukabiliana na mazingira magumu ya baridi kali, wanatumia nyumba za kisasa za makontena zilizo na mifumo ya udhibiti wa mazingira ya ndani. Ronald Mutie anaarifu. Maafisa wa kikosi cha uchunguzi wa Antarctica kutoka China katika kituo cha Kunlun, ambacho ni kituo cha utafiti cha China kilichoko katika eneo la juu zaidi barani humo, wanatumia nyumba zilizoboreshwa za makonteina ili kukabiliana vyema na hali ya baridi kali katika eneo hilo. Kituo cha Kunlun kiko katika sehemu ya juu zaidi ya barafu kwenye uwanda wa Antarctica. Eneo hili linafaa sana kwa utafiti wa kisayansi katika fani kama vile sayansi ya barafu, unajimu, jiolojia na jiofisikia kutokana na jiografia yake ya kipekee na hali ya asili. Hata hivyo, hali ya baridi kali huifanya kwa maeneo yasiyofikika kwa urahisi duniani kwa wanadamu. Wakiwa wanaishi katika kimo cha mita 1487 kutoka usawa wa bahari na wastani wa joto la mwaka mzima likiwa nyuzi joto 52, kikosi cha uchunguzi katika kituo cha Kunlun kimechukua hatua ya kutumia nyumba za makonteina ambazo zimetengenezwa mahususi ili kuwasaidia kustahimili baridi kali. Lengo letu kuu katika msafara huu wa Antarctica ni kusanikisha na kuendesha majengo yetu maalum ya utafiti ya kupambana na shinikizo la hali ya hewa kali yaliyotengenezwa nchini. Majengo haya yatafanya mazingira ya ndani yawe kama katika uwanda wa kawaida, kama vile kituo cha anga za juu. Nyumba hizi zitatutenganisha na mazingira ya nje yaliyo hatarishi. Aidha, nyumba hizi mpya za makonteina ambazo zimeboreshwa kwa kuwa na nafasi zaidi na matumizi mengi, sasa zinawezesha wanakikosi wote wa kituo cha Kunlun kupata makazi bora, huku zikiimarisha sana hali ya maisha. Hatua hii ni mafanikio makubwa katika utafiti wa kisayansi wa China katika maeneo ya ndani ya Antarctica. Baada ya jengo kushinikizwa, tofauti ya shinikizo kati ya ndani na nje hufikia kPa 25, huku tofauti ya joto ikifikia hadi nyuzi joto 110 sentigredi. Majengo ya kawaida hayawezi kustahimili mahitaji ya uimara na ulinzi wa joto katika hali kama hizi. Kupitia maendeleo ya teknolojia ya muundo na vifaa, tumefanikisha uimara wa hali ya juu, uzibaji bora wa hewa, uwezo mkubwa wa kuhifadhi joto na uzito mwepesi wa jengo. Mamlaka ya kitaifa ya nishati ya China NEA siku ya Jumatatu ilitoa ripoti ya kwanza kabisa ya maendeleo ya nishati ya hidrojeni ya nchi hiyo, ikionyesha kuwa uzalishaji na matumizi ya hidrojeni nchini China yalifikia zaidi ya tani milioni 36.5 mwaka 2024, na hivyo kuiweka China
kwenye nafasi ya kwanza duniani. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, kufikia mwisho wa mwaka 2024, miradi ya kimataifa ya uzalishaji wa hidrojeni kwa kutumia nishati mbadala ilikuwa na uwezo wa uzalishaji wa kila mwaka wa zaidi ya tani 250,000, huku China ikichangia zaidi ya nusu ya kiasi hicho. Hii imeifanya China kuwa kiongozi duniani katika uzalishaji wa hidrojeni kwa kutumia nishati mbadala pamoja na sekta zinazohusiana. Mwaka jana uzalishaji wa hidrojeni katika maeneo ya 3 North ya China, kaskazini magharibi, kaskazini na kaskazini mashariki, ulihusika na zaidi ya nusu ya uzalishaji wa taifa, huku maeneo kama vile Inner Mongolia, Shanxi, Ningxia na mengine yakishika nafasi za juu. Kufikia mwisho wa mwaka jana, zaidi ya miradi 600 ya uzalishaji wa hidrojeni kwa kutumia umeme wa maji ilikuwa imepangwa kote nchini. Ripoti hiyo inasisitiza maendeleo makubwa ya China katika teknolojia za uzalishaji, uhifadhi, usafirishaji na matumizi ya hidrojeni. Miradi kadhaa mikubwa ya uzalishaji wa hidrojeni kwa kutumia nishati mbadala imekamilika na kuanza kufanya kazi, na matumizi ya majaribio ya magari yanayotumia hidrojeni yanaendelea kwa utaratibu. Kulingana na ripoti hiyo, zaidi ya vituo 550 vya kujaza hidrojeni vimejengwa kote nchini China. Katika kipindi cha miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu, China imeonyesha uthabiti katika sekta ya ajira kwa kuongeza zaidi ya ajira milioni 3 katika maeneo ya mijini. Taarifa hii imetolewa Jumanne na Wizara ya Rasilimali Watu na Usalama wa Kijamii, ikionyesha dalili ya kuimarika kwa hali ya ajira licha ya changamoto za kiuchumi duniani. Tom Wanjala na maelezo zaidi. Kwa mujibu wa takwimu za serikali ya China, jumla ya ajira mpya milioni 3.08 ziliundwa katika miji kote nchini China katika robo ya kwanza ya mwaka huu, ikiwa ni ongezeko la ajira 50,000 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Kufikia mwezi Machi mwaka huu, kiwango cha ukosefu wa ajira mijini kilipungua hadi 5.2, kikipungua kwa pointi 0.2 ikilinganishwa na mwezi Februari mwaka huu. Tangu mwanzo wa mwaka huu hadi Aprili 10, zaidi ya kampeni 10,000 za ajira ziliandaliwa, zikihusisha waajiri zaidi ya 350,000 waliotoa jumla ya nafasi za ajira milioni 6.97. Wahitimu takriban milioni 7.42 waliokuwa wakitafuta ajira walishiriki kwenye hafla hizo za kuajiriwa. Katika juhudi za kuimarisha soko la ajira, serikali ya China imekuwa ikiendesha mpango maalum wa mikopo kwa ajili ya kudumisha na kupanua ajira. Kupitia mpango huo, mikopo yenye thamani ya yuani bilioni 640 sawa na zaidi ya dola bilioni 87 za Marekani imetolewa na kusaidia kuunda au kudumisha ajira milioni 5.3. Aidha, katika miezi mitatu ya mwanzo wa mwaka wa 2025, serikali ilipunguza kwa muda makato ya bima ya ukosefu wa ajira, hatua iliyosaidia makampuni kuokoa kiasi cha yuani bilioni 45.6, takriban dola bilioni 6.25 za Marekani. Vilevile, ruzuku ya yuani bilioni 3.52 ambazo ni takriban dola milioni 480 ilitolewa kwa kampuni 1588 ili kuwasaidia kudumisha ajira za wafanyakazi wao. Katika hatua nyingine ya kijamii, China iliongeza wigo wa ushiriki katika mifumo ya hifadhi ya jamii. Kufikia mwisho wa robo ya kwanza ya mwaka huu, idadi ya washiriki katika mpango wa msingi wa pensheni ya uzee ilifika bilioni 1. Bima ya ukosefu wa ajira ilifika milioni 244 na bima ya fidia kwa wafanyakazi waliojeruhiwa kazini ilifikia milioni 297. Na kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China, leo Zakia Pong anatufahamisha kuhusu ukuzaji wa maua katika mkoa wa Yunnan, kusini magharibi mwa China, ambapo sasa mauzo yanaongezeka kutokana na maboresho wakati wa kulima.
Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Maua mabichi kutoka mkoa wa Yunnan, kusini magharibi mwa China, yanaendelea kupata umaarufu duniani, huku mauzo yakiongezeka kutokana na maboresho wakati wa kulima, ubora wa juu, ufanisi wa usafiri na uhusiano wa kivumbuzi. Ukijulikana kama ufalme wa maua, Yunnan unazalisha aina mbalimbali za maua zinazopendwa sana na wateja wa ndani. Sasa wakulima wa maua wa huko wanapanua soko lao na kuingia katika masoko ya kimataifa na kupata mafanikio dhahiri. Kwa mujibu wa idara ya forodha ya Kunming, mwaka 2024, thamani ya mauzo ya maua mabichi kutoka Yunnan ilifikia yuan milioni 760 na kutimiza ongezeko la 34% ikilinganishwa na mwaka 2023. Vituo vikubwa vya manunuzi ni pamoja na Thailand, Japan na Singapore. Zhou Yulian, mkulima na muuzaji wa jumla wa maua, ameshuhudia mabadiliko haya moja kwa moja. Anakumbuka kutembelea duka la maua nchini Kazakhstan miaka iliyopita na kuona maua machache tu kutoka China sasa yanachukua nafasi kubwa ya machaguo. Maoni yake yanaendana na yale ya Xie Yaorong, meneja wa kampuni ya teknolojia ya Huarp huko Kunming, ambaye alianza kutafiti masoko ya nje mwaka 1999. Hii leo biashara yake inajumuisha nchi 20, huku Asia Kusini Mashariki ikiwa ni soko kubwa zaidi. Amesema wanasafirisha karibu malori 20 kwenda Thailand kila mwezi. Wakati wa msimu wa sikukuu, idadi hiyo inaongezeka na kufikia karibu malori 40, na kila lori likibeba takriban miche 400,000. Licha ya hayo, kampuni ya Xie inashirikiana na wafanyabiashara katika masoko muhimu na kujenga mahala nje ya nchi ili kuboresha ugavi. Wakati pendekezo la ukanda moja njia moja lililotolewa na China mwaka 2013 likiendelea kupanuka, wakulima wa maua mkoani Yunnan nao wanakumbatia wenzi wapya, wakiwemo wale wanaotoka nchi za Mashariki ya Kati. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Naam, mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. Di 11课，你吃什么？ Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaoongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Leo tutajifunza jinsi ya kuandika herufi za Kichina. Tafadhali andaa karatasi na kalamu yako. Kujifunza herufi za Kichina. Tafadhali chagua herufi sahihi za Kichina kulingana na pinyin, kisha fuatana na mwalimu kuandika. Chi. Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali
andika pamoja nami. H. Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. ai. Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Dan. Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Gao. Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Tafadhali sikiliza rekodi na uchague jibu sahihi. 米饭 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个米饭 水 第一个水 面条 第一个面条 牛奶 第二个牛奶 苹果 第二个苹果 Kazi ya kufanya nyumbani ya leo ni kuandika herufi za Kichina. Na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. 再见 Ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo kikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, mtazamaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Nimekuwa wako Khamis Darwish. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.